Nawasalimu nyote kwa jina la Yesu Kristo ambao mnanitazama. Ningependa kwanza kabisa kujitambulisha kwa majina ni Paul Gift Bazil. Haya ndio majina yangu, nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Ningependa kusema maneno machache hapa kwa wewe ambao unanitazama ukaweze kusikia maneno haya ya kwamba neno la Mungu linasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 7 mstari wa kwanza kwenda chini, msihukumu nanyi msije mkahukumiwa. Kwa nini Yesu Kristo alisema ya kwamba tusihukumu wenzetu? Kuna jambo ambalo alikuwa anamaanisha. Wakati wale mafarisayo walimletea Yesu Kristo yule mwanamke ambaye alipatikana akiwa mezini, aliinama chini akaandika akasema ya kwamba ikiwa mtu yeyote hajai kutenda dhambi, basi awe wa kwanza kumpiga huyu mwanamke mawe. Aliposimama juu akaangalia kando kando akapata hakuna mtu hata mmoja. Sasa sisi kama wanadamu tunakuanga na huo udhaifu wa kuhukumu wenzetu kwa haraka. Unasahau ya kwamba pia na wewe ni mwanadamu, kwa sababu Biblia inasema kwamba mwanadamu yoyote, hakuna mwanadamu yoyote anaenda chini ya jua asiyekosa wala asiyetenda dhambi. Zote tumetenda dhambi na kupungukiwa na wema wa Mungu. Wakati umepata mtu katika makosa, jaribu kumrekebisha na roho ya upendo na roho ya upole, huku kijua ya kwamba pia na wewe ni mwanadamu. Kila ambacho huyu kimepata huyu na wewe labda kinaweza kukupata kesho. Kwa hivyo tusikue wa kuhukumu wenzetu kwa haraka, bali tukaweze kuombea, kwa sababu tukifanya hivyo tunatia vichwa vyao makaa, na wataweza kubadilika na wataweza pia kumsifu Mungu, kwa sababu na sisi hata kabla hatujaokoka tulikuwa hivyo. Tulikuwa tunatenda mambo ambayo si mazuri, lakini tulipookoka basi tukatoka pale, na kutoka pale hatukutoka mara moja. Hapana. Kila kitu ni pole pole. Neno la Mungu linasema ya kwamba tazama jinsi gani Mungu alitupenda akamtuma naje kutufia. Kwa hivyo ningependa kufahamisha ya kwamba usikuwe unahukumu kwa haraka, bali chunguza jambo kwanza, na ukishachunguza na ujue ile njia ya kumwendea mwenzako, unamwendea kwa upole, unamrekebisha kwa upole, na ufalme wa Mungu watu wengi watajaa. I think hiyo ndiyo kimefanya hata watu wengi wamekosa kuokoka, kwa sababu ya venye sisi wa Kristo tuna treat watu huku nje. It's not good. Hiyo ndio nilikuwa nayo. Thank you very much. Let God bless you. Ningependa ukazidi kunifuatilia mahali pale katika channel ya YouTube. Najiita Paul Gift Bazil. Kule TikTok Paul Gift Bazil, Facebook Paul Gift Bazil. Na tutaendelea kusemezana mengi kabisa katika Bwana. Wacha Mungu wa mbinguni akaweze kuwabariki. Asante sana.